Chumba cha maiti miliba Sikiliza kwa makini sana, sawa? Ninachohitaji kujua kutoka kwako, nani aliyemnyua mwanangu? Oya, wewe unajua mimi unajua michizi unajua? Hebu niachie basi kwanza ndugu yangu. Unatakiwa utumie hekima. Hivi, nawezaje kutumia hekima kwenye jambo kama hili? Nakwambia mwanangu amenyolewa nywele, unaniambia nitumie hekima? Huyu anajua. Nataka uniambie, nani aliyemnyua mwanangu? Sikiliza. Hebu nisikilize kwanza. No, Simon. Hili jambo linazungumzika kaka. Oya. She, samahani. Naomba tuongee. Hili jambo linazungumzika. Mkuu, tumeshindwa kumchukua mtu wetu. Tumejitahidi sana. Nilijua tu kama mtashinda. Na wewe ulishindwa nini kukaa naye yule mtoto au gulie kwako umuunguze wewe ili tumpate kirahisi? Mkuu, tulishindwa kwa sababu baba yake alikuja na watu wengi sana pale, akasema anataka mtoto wake aende akauguziwe kule kwao. Sasa basi kuna kazi ya ziada hapa. Tupe mkuu, tuko tayari. Hivi mnavotoka hapa, nataka muende msibani, mukachukue zile nywele za yule mtoto mumnyoe, mzilete hapa kwa haraka, ndio yule mtoto tutampata. Haraka. Haraka. Tutafanya kama utakavyo. Mimi nilikuwa nataka muda wako tu. Pesa sio tatizo. Najua kitu kizuri siku zote kinataka gharama. Jinsi ulivyopendeza, na imani nitakupendezesha mara 5 hapo. Ukikubali tu kunipa muda wako. Mimi nilijua ni kama vijana wa Kinondoni. Maneno mengi alafu hela hawana. Sawa, mimi muda nao. Alikuja na maneno tamu, Shangazi alikuja kumchukua mtoto hapo kwa nguvu na watu wengi. Ningefanyaje mimi? Umeshaharibu. Usifanyaje anti? Mwili bado, macho yamefungwa, moyo kimya, lakini sakafuni kuna sauti ya nyayo zisizo na mwili. Shangazi, chama kinanikosea sana. Unajua yule ni mwanangu. Kwa nini unanichagua mimi nifanye hiyo kazi? Kumbuka yule ni mwanangu na leo inaniuma sana ninapomtoa. Kaa kimya wewe. Wewe unataka kula nyama za wenzio tu. Kwani shangazi, kwenye chama hakuna watu wengine wa kufanya hiyo kazi mpaka niwe mimi? Hutaki kukua. Kila siku unataka kuwa mdogo. Hata kama shangazi, kumbuka yule ni damu yangu. Nina uchungu na mwanangu. Wewe shida tatizo lako na mkono wa bundika. Unakuwa kama vijana wa Kinondoni bwana. Choa sasampa, choa hela. Pesa sio tatizo.
Unaniona ni wa bure? Tafuta hela. Sikiliza basi. Wewe. Wewe mbona unataka kuleta taharuki tena msibani? Suzi, wewe si umekufa wewe? Mwambie baba asinizike, sijafa. Msiba unauelewa kweli? Kivipi? Tangu msiba uanze umeshawahi kuingia katika chumba cha maiti? Hiyo nishawahi kuingia, lakini maiti ikiwa imefunikwa shuka. Sasa laiti kama ungefunua shuka uangalie ile maiti, aisee usingeamini. Ungemkuta yupo vile vile kama hajafa. Sasa mtu atakafe jana au leo? Na kubwa zaidi kinachonichanganya, jana usiku sasa. Hapo watakuleta taharuki sasa. Jamani, hamwezi kuamini maiti ipo ndani. Maiti ipo ndani. Imeonekana mtoto amegoma kutolewa kafara. Sasa shangazi, tunafanyaje? Na usiku wa kula nyama ndo umeshafika, wasije kunila mimi. Haiwezi kawa hivyo, naomba tukamwone mkuu. Chumba cha maiti Hivi wewe unajisikia unavyoongea? Una akili timamu kweli wewe mwanaume? Yaani utoke huko kwako kulupu uje hapa kwetu uanze kumsingiza shangazi yangu amemnyia mtoto nywele. Ujue kama yule pia ni mwanetu, kwamba hatuna uchungu na huyo mtoto ama vipi? Unajitambua kweli kwenye akili zako? Wewe nisikilize. Bwana, mimi nina akili zangu timamu.
Nimetoka nilikotoka, nafika mpaka hapa nikiwa nina uhakika juu ya hiki ninachokizungumzia. Wewe unaniambia nini? Unaniambia nini wewe? Sikia, usinione mimi niko kimya. Usinione mimi niko kimya. Najua kila kitu ambacho kinaendelea. Kila kitu najua. Utaniambia nini nikuelewe?